Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu. Naombeni sikio lenu kwa umakini sana. Kuna watu wamehitaji nitoe ufafanuzi kwa kile nilichokiongea kwenye video iliyopita kwamba Chadema kuanzisha miradi, lakini kumekuwa na comment nyingine ambazo zinadhihaki muunganiko wa Tanzania wengi kujiunga ndani ya Chadema kutokana na muunganiko uliokuwa mmoja. Kuna mmoja ameenda mbali, anasemaje yupo radhi kunihama kwa sababu tayari sasa hivi ninazungumza kwa lugha ya kujiunga pamoja. Siku zote umoja ni nguvu. Tumefanya siasa za kila mmoja kuwa peke yake na kuwa mwanaharakati huru ambazo ni kama plan A imefanya vizuri kwa sehemu yake. Tunatakiwa kuwa na plan B, ndivyo akili ya mtu mwenye akili timamu inapaswa kufanya kazi. Mtu mwenye akili timamu lazima uwe na plan B. Tayari tumekuwa na plan A ambayo imefanya kazi kwa sehemu yake, lakini kujiunga na Chadema watu wengi tukawa ndani ya Chadema ni sehemu ya kutafuta nguvu ambayo itakwenda kupambana kwa pamoja kwa faida ambazo pia niliwahi kuzitaja. Sasa kudhihaki mimi ninavyosema watu wajiunge na Chadema ni sawa na kudhihaki harakati zote ambazo uliwahi kuzifanya, kwa sababu kama uwezi ukajiunga na mtu ambao mnapambania kitu kimoja, wewe pia si muungwana. Umeelewa? Nitakupa mfano mmoja. Kuna bwana mmoja anaitwa Du Bois. Enzi hizo za miaka ya ukoloni huko. Huyu jamaa alikuja na wazo kwamba kwa nini matatizo ya Waafrika wote duniani kote yanafanana? Ili kupata mwarobaini akagundua wanatakiwa kujiunga wote. Wakashirikiana na rafiki yake mmoja kwa anaitwa Marcos, wakafanya jambo ambalo halikwenda sawa, unaona? Lakini baadaye miaka 1950 bwana Kwame Nkrumah akaanzisha harakati hiyo ya kutafuta muunganiko. Siku zote muunganiko umekuwa sehemu ya mashiko. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema sipo kwa ajili ya kukipigia chapuo, lakini ninakiona kama plan B ya wanaharakati. Tayari Chadema ni plan A kama Chadema. Wako kwenye plan yao A ambayo haijahitaji plan B na wamesimama vizuri. Wamekuwa na siasa bora, wamekuwa na mazungumzo mazuri na wamekuwa wakitetea watu, wakitetea rasilimali za nchi, wakitetea watu wanaotekwa, hata wa chama cha CCM wenyewe wanaotekwa. Chadema wamekuwa wakisema kwa ajili yao. Mashehe waliokamatwa, Chadema iliwatetea. Rasilimali za nchi zilitetea, na wewe mwanaharakati usiyekuwa na chama unatetea hicho hicho. Sasa kujiunga na hawa ni kuongeza nguvu kwenye jeshi ambalo lilishakuwa imara. Ni sawa na kikundi cha wazalendo pale Kongo kiende kujiunga na jeshi la serikali kwa ajili ya kwenda kupigana na M23. Wanachokiangalia ni nini? Ni mawazo ya pamoja kwamba sisi wazalendo na jeshi la serikali lengo letu ni nini? Ni kutetea rasilimali za Kongo kwa kuwaondoa M23 ambao ni Wanyarwanda. Wanaungana pamoja kuamua kufanya vita ya pamoja, licha ya kwamba wana machache ambao labda hawakubaliani, lakini wanaungana pamoja ili wamuondoe adui aliyekuwa mkubwa. Hekima ni bora sana kwenye kutafakari. Watanzania tunapuuzwa kwenye mataifa mengine kwa sababu ya ufinyo wetu wa fikra tunduizi. Sasa ukiwa hivyo, manake wewe sio mwanaharakati, kwamba wewe mwanaharakati huru kwa katiba gani ukishinda hicho unachokipigania utakwenda kushika nchi. Lakini Chadema ikitokea akashinda, ana chama kinachompa tiketi ya kugombea urais na kushika nchi. Waza nje ya box kabla ya kuhukumu kitu unachotaka kuhukumu. Huwezi ukajiita mwanaharakati bila kuwa na sehemu unaoiamini. Lakini haikuwa ya kwanza hiyo. Umeniambia kwamba hakuna chama ambacho kimewahi kuleta ukombozi. Akina Mandela kipindi kile cha Mkondo Wesizo, Mandela hakuwa na chama. Amekuja kutoka, amefanyaje? Kwa hiyo kuna vitu ukitaka kuongea, jaribu kushirikisha fikra tunduizi na sio mihemko na chuki zidi ya vyama vya siasa. CCM mfumo wao umeshindikana. Chadema mfumo wao tunauona ni sahihi. Wewe mwanaharakati huru na Chadema anayeongea, nyote vitu vyenu mnavyohitaji vinafanana. Sasa tufanye kwa mfano, wewe mwanaharakati usiyekuwa na chama, leo ikitokea umeshinda, unafanyaje? Jeshi halijashinda, umeshinda wewe peke yako. Yaani jeshi halijashiriki kwenye mapinduzi, umeshinda wewe peke yako, unafanyaje? Kwa lazima tuwe na fikra ambazo ni kubwa, pasi na kuwa na mihemko isiyokuwa na msingi. Hebu angalieni mataifa kama Marekani. Hapa kuna watu wanabaguana, kuna watu kwenye comments sio wananiambia wewe sijui ni Mnyarwanda. Wakati mwingine mimi vitambulisho nilivyo wewe unaangalia sura ya Mtanzania halisi ni ipi? Unawahukumu wenzako uraia kwa sura.
Wenzenu Marekani, taifa kubwa vile, linaajiri kwenye jeshi lake mpaka watu wa mataifa yote duniani. Kwa nini? Wanaamini utakuwa na msaada baadaye wakihitaji kulivamia taifa lako au wakihitaji upelelezi wowote kwa taifa lako. Nyie mnabaguana, mnatajana kwa majina na makabila. Huu upumbavu wa namna hii wa kuhukumiana kwa tabia za mtu, kuhukumiana kwa makabila ya watu, tena nyie mnajiita wanaharakati, hamtafika kokote. Tumekuwa na wanaharakati wasiokuwa na hekima, ndio kinafanya mapambano yetu yaonekane ni ya kihuni. Kundi la wanaharakati linakaa sehemu kuanza kubishana, kugombana kwa masuala ya fedha, kugombana kwa masuala ya nini. Yaani mnaonekana kama mnapiga umbea kwenye jukwaa la mapambano. Lakini Chadema wamesimama sehemu moja kuangalia namna gani ya kuweza kufikia kwenye malengo yale yale. Sasa mtachagua tujiunge Chadema tuongeze nguvu kubwa kwa wale wenye imani tulionayo sisi pia, au tuendelee kuwa wanaharakati huru ambaye tunagombana wenyewe kwa wenyewe huku na kuonekana kama wahuni? Jamani, itafutwe hekima kufikia ukombozi. Mtu anayesema Nkobe sasa hivi anazungumza lugha ya kuwazungumzia Chadema, kwa hiyo tunamkimbia Nkobe, unaweza ukaondoka. Mimi ninachoangalia ni plan A na plan B ambayo itatufikisha kwenye kile tunachokihitaji pasi na mawaa. Ndugu zangu wa Tanzania, safari ya ukombozi ni ngumu. Unahitaji kuangalia ni nani niliye naye ambaye yuko sahihi, ambaye alishauanza usahihi kitambo, niwe naye ili tufikie huko. Nadhani mpaka hapo kwa mtu mwenye akili timamu atakuwa amekwisha kunielewa. Sasa jambo la mwisho kwa wale ambao walikuwa wananiuliza, nilikuwa najaribu kuwasiliana na baadhi ya watu tujue namna gani tutasaidia watu kwenye masuala ya kadi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini wazo nililokuja nalo, kila mmoja alipo, maeneo alipo kuna ofisi za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ningewaomba fanya upelelezi wako taratibu kama mwanaharakati, pasi na kupitia kwa mtu yoyote, kwa sababu unaweza ukapita kwa mtu akakuletea mawaa. Sasa kuliko kupelekana ubeni kwa namna hii, ni vyema eneo ulilopo ulizia ofisi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ilipo. Ninaamini iwe kwenye kata hiyo, kwenye lini kuna maeneo ilipo. Nenda pale, waambie naomba kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Jamani, hakuna wanaharakati wowote wamewahi kufanya mapambano pasi na kuwa pamoja. Chama cha siasa sijui kinafanyaje. Chadema na wao ni chama cha siasa tu. Ndiyo, ni chama cha siasa, lakini kinaongea lugha yako. Ningekuwa ninakwambia jiunge CCM, ungeniona ninawalakini, kwa sababu CCM haongei lugha yetu wanaharakati. Chadema anaongea lugha ya mwanaharakati, anatetea rasilimali za nchi, anatetea wanyonge, anatetea swala la elimu, mifumo ya ajira. Na wewe mwanaharakati, hicho ndicho unachokiongelea. Kwa hiyo sioni sababu ya kutoongeza nguvu kwenye sehemu ambayo imeshajiimarisha zamani, sisi tukawa matawi ya kwenda kwenye mafanikio tunayotaka kuyaendea. Nishawaambia kitu kimoja jamani, kitendo cha kusubscribe kwenye channel ya Nkobe TV, yani kitendo cha umesubscribe, maana yake umeelewa tunachokizungumza hapa na una akili timamu. Asiye na akili timamu ni vigumu kuishi kwenye channel hii. Nishawaambia channel hii ina vitu vingi sana. Hii ni channel kwa ajili ya masuala ya filamu. Mimi nimepoteza issue zangu nyingi za masuala ya filamu kwa ajili tu ya kuzungumzia haya, kufanya harakati hizi tunazozifanya, kuzuia masuala ya utekaji, kupiga kelele za watu kwa haki. Heche ameshasema jamani, tuongelee sana swala la Tundu Lissu aweze kutoka kule na tuendelee na harakati. Ndio vitu tunatakiwa tuvijadili. Lakini hapa nimesitisha kufanya shughuli zangu nyingi za filamu ambazo zingekuwa zinapanda hapa. Nadhani kama kuna mtu ameiangalia akaunti yangu hii ya YouTube ukasoma maelezo niliyoweka pale, mengi yalikuwa ni masuala ya kijamii na masuala ya filamu. Lakini leo tunaongelea haya ili tujenge kivuli ambacho watakuja kupumzika watoto wetu siku za usoni. Sasa ukianza kutengeneza matabaka kwamba wale Chadema na wao watakuwa hivyo, wewe umewezaje kuyaona haya ya Chadema miaka 20 ijayo wakati hujafika huko? Punguzeni unabii usiokuwa na maana, tuijenge nchi yetu. Kwa hivyo kuijenga nchi yetu ndio jambo la msingi kwa sasa hivi. Sasa niende kumalizia kwa wale waliouliza kwamba ninavyosema miradi ya Chadema ni ya namna gani, kwamba niliongea haraka kwenye video iliyopita. Iko hivi, nilisema hivi, si kwamba hii ni kama sheria natoa, ni maoni yangu ambao mimi ninayatazamia kwamba kama Chadema itaweza, na wanasheria kwenye comment hapo mtanisaidia hii kitu inakuaje. Nilichokuwa nakisemea mimi ni kwamba Chadema kwa sasa hivi inavyoelekea kwenye ushindi, kwa sababu ushindi wa mwisho ni pale Lissu atakapokuwa ametoka.
nini ambacho nilikuwa ninashauri, sio kwamba ni pendekezo ambalo tayari nimelipitisha na likawe hivyo. No, kile ni chama ambacho kina viongozi, ila nimetoa ushauri tu kwamba kama Chadema wataweza kutazama, basi wanaweza wakafanya hivi. Nikataja kampuni za usafi kwamba hapa Dar es Salaam kuna maofisi mengi, mikoa yote na maofisi mengi mbalimbali na manyumba ya watu ina nini. Kwa hivyo wanaweza wakadesign kampuni ya kuajiri vijana watakokuwa wanafanya usafi kwenye yale makampuni, na pesa inayopatikana kule inaingia kwenye mfuko wa chama, ambayo hiyo kwa mgawanyo wake unakuja kuwa malipo ya hawa vijana kwa mwezi. Kwa hiyo utakuja kujikuta nchi nzima, kila iliko mikoa mikubwa mikubwa ya kibiashara, kuna ofisi moja ya Chadema ambayo pale kuna kampuni ya usafi itakayoajiri vijana hata kama ni 20 kwa kila mkoa, kila wilaya, ambao watakuwa wanafanya shughuli hizo. Hiyo nikazungumzia kwa upande wa kampuni ya usafi ambayo inaweza ikaingiza fedha kwenye chama. Ni wazo tu, sio kwamba mimi nimepitisha na ikawa hivyo, kwa sababu sijui utaratibu na katiba ikoje, inasemaje katiba ya Chadema kwa upande huo, lakini kama kuna wanasheria watanisaidia kama hicho kitu kinawezekana kwa chama cha siasa kuanzisha miradi. Ila ilikuwa ni wazo tu, lakini nikaenda mbali nikasemaje, tunaweza tukaanzisha shughuli za kilimo, tukawa na shamba kubwa, mashamba ya chama. Kama inawezekana, wanaweza wakafuatilia wanasheria na wakajua kama inawezekana. Tukajua kwamba sasa hivi Chadema tuna uwezo wa kusupply vyakula kwenye nchi zinazotuzunguka, kwamba tuna mashamba yetu makubwa. Rwanda wakihitaji mahindi, tunajua pale tani ngapi inakwenda, Burundi hali kadhalika na kwingine vivyo hivyo. Lakini pia tunaweza tukaanzisha hizi currency coin za mtandaoni, tukanunua sarafu digitali. Unakuwa unajua kabisa kwamba labda chama kina labda in cryptocurrency pale wanakaribia milioni 500, kwa hiyo chama kinaweza ikawa kinaingiza labda kwa mwezi karibia labda milioni 30, milioni 20 kwa mwezi, ambazo inakuwa ni kipato endelevu kinachoendelea kuikuza kampuni, kinaendelea kukuza mfuko wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa miaka yote. Vimiradi vingine kama hivyo. Lakini kuwakusanya vijana na kuwaajiri kwenye kile chama, kuna elimu nyingine ambazo zinaendelea za uelewa zitakazofanya kupata vijana ambao ni wapambanaji na wenye uwezo mzuri wa kujiajiri kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo ilikuwa ni wazo tu liko hivyo. Unaona, sijajua kisheria inakuaje chama cha siasa kama hakiruhusiwi kuwa na miradi, nitafuatilia vitu kama hivyo. Lakini ni wazo ambalo nimelitoa kwa viongozi wapya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kama wataweza kuliangalia kwa upande wa pili. Na hii ni kwa nini niliamua kuitoa? Kwa sababu hapa katikati kuna mapito yamepita ambayo yamefikia hatua chama mara kimefungiwa, kimefanyaje na vitu kama hivi, mara ruzuku hazitoki na vitu kama hivyo hapo. Lakini tuliona Watanzania walivyokuwa waking'ang'ania kujitoa, na ndio maana nimekuwa nikisisitiza watu jiunge ndani ya Chadema. Ukisha kuwa mwanachama hai, utawiwa kukitolea chama chako. Hata kama umepata kishilingi 1500, unasema bwana nataka ninywe bia 2, unaamua hii 2500 ya bia moja uacha niingize kwenye mfuko wa chama ninywe bia moja. Si uzalendo? Sifa ya mzalendo ni kulipenda taifa lako na kuwapenda wanaharakati wote wanaolipambania taifa. Tuendelee kusubscribe kwa VTV. Mungu awabariki sana, tuwe pamoja katika Nkobe TV.